Mapigano makali yanaendelea kuripotiwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la FARDC linaendelea kusonga mbele na operesheni yao ya kurejesha amani na utulivu ndani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo leo tutakusogezea habari kutoka huko mashariki, ni kusema Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Sasa tutakuwa huko Mikenge ndani ya Mwenga, ambako jeshi la FARDC limeweza kutangaza kudhibiti mji wa Mikenge katika eneo la Mwenga mkoani Kivu Kaskazini baada tu ya mapigano makali na dhidi ya makundi ya Twirwaneho na Red Tabara yanayojulikana kuwa yanashirikiana na waasi wa M23. Vile tutaelekea huko Kisangani, ambako kumeweza kuripotiwa kuangushwa kwa droni ambayo ilikuwa ikilenga airport ya huko Kisangani, na tutaelekea huko Shabunda pia, ambako kumeweza kuripotiwa vifo vya watu wawili ambao walikuwa ni wapiganaji wa wazalendo ambao waliweza kupoteza maisha katika operation yao. Hizo ni habari ambazo tunakuletea kwa siku ya leo, na hacha basi tuanze na habari yetu ya kwanza. Vile huko Shabunda ndani ya Kivu Kusini kumeweza kuripotiwa vifo vya askari wawili wa wazalendo ambao walikuwa wakipigana na kundi lingine la wazalendo. Mmoja wao alikuwa ni mkubwa ambaye alikuwa anasimamia kikundi kimoja cha wazalendo, aliweza kupoteza maisha, na kwa majina yake ni kama Ufamando, ambaye aliweza kufariki na mdogo yake Constante. Waliweza kupoteza maisha wakiwa wanapigana na kundi lingine la wazalendo huko ndani ya mji wa Byangama, na kundi hilo ambalo walikuwa wakipigana nalo lilikuwa ni kikundi cha Generali Muswahili. Mapigano hayo yalitokea kutokana na mzozo wa kudhibiti eneo hilo. Mwanaharakati mmoja wa asasi za kiraia katika eneo hilo amesema kuwa mapigano hayo yalisababisha vifo vya watu wawili ambao ni Ufamando na ndugu yake Constante. Miili yao iligunduliwa msituni siku moja baada ya mapigano hayo. Janzo kutoka Shabunda vinaongeza kuwa majeruhi wa tukio hilo wamepelekwa katika kituo cha afya cha Shabunda kwa ajili ya matibabu. Hali hiyo imeweza kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa Byangama, huku baadhi yao wakilazimika kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama. Inaelezwa kuwa makundi hayo mawili yamekuwa yakivutana kwa muda mrefu juu ya udhibiti wa eneo hilo. Mapigano hayo ya ndani kati ya makundi mawili ya wazalendo yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara katika maeneo kadhaa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali inayoongeza changamoto ya usalama katika kanda hiyo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Leo hii tariki 1 Machi mwaka wa 2026, jeshi la FARDC limeweza kutangaza ushindi kutokana na kuweza kulidhibiti mji wa Mikenge, makao makuu ya sekta ya Itombwe katika eneo la Mwenga mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo limeripotiwa kutokea Jumapili tarehe 1 Machi baada ya mapigano makali kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi wa Twirwaneho pamoja na Red Tabara ambao yametajwa kushirikiana na waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, operation hizo zimeweza kufanyika baada ya siku kadhaa za mashambulizi na kujibu mashambulizi katika eneo la Itombwe. Wanajeshi wa FARDC wanasema kuwa wamefanikiwa kuwasambaratisha wapiganaji hao na kurejesha udhibiti wa mji huo katika mkakati wao. Mikenge ni eneo muhimu katika milima ya Itombwe na limekuwa likisumbuliwa na mapigano ya mara kwa mara kati ya jeshi la serikali na makundi ya waasi wanayodaiwa kuwa wanatafuta maslahi ya kiraia. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi
iliyotolewa kuhusu idadi ya majeruhi au hali ya raia waliokuwa wakiishi katika eneo hilo wakati wa mapigano hayo. Wananchi wengi wameripotiwa kukimbia makazi yao wakihofia usalama. Pia huko Kisangani kwenye International Airport ya Kongo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeweza kutangaza kuwa limegundua ndege isiyo na rubani maarufu kama drone iliyolenga uwanja wa ndege wa Kisangani International Airport leo Jumapili tarehe mosi Machi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, drone hiyo ilionekana angani ikielekea katika eneo la uwanja huo kabla ya kushambuliwa na kugunduliwa na vikosi vya ulinzi. Jeshi lilisema hili ni mara nyingine tena kwa jaribio la kushambulia miundombinu muhimu ya kiraia. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu uharibifu wowote uliosababishwa wala jeruhi. Viongozi wa jeshi wanasema uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha drone hiyo na walio nyuma ya tukio hilo. Uwanja wa ndege wa Kisangani ni miongoni mwa miundombinu muhimu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukiwa lengo kuu la usafiri wa anga na misaada ya kibinadamu katika eneo hilo. Hizo zilikuwa ni habari zetu za siku ya leo, na hivyo mpenzi mtazamaji, hii ni Kwetu News 24 ambayo inakusogezea habari kila siku kwa muda unaofaa. Hivyo ili uendelee kufaidika na kupata habari kwa muda unaofaa, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kupata habari kwa muda wenyewe.